Unajua kama mwalimu unapata vitu vingi zaidi. Amen. Kwa Mungu akubariki. Mimi nimekula na niko vizuri. Amen. Sasa twende tuangalie nguzo 7 za uchungaji uliofanikiwa. Nguzo 7 za uchungaji uliofanikiwa. Nguzo 7 za uchungaji uliofanikiwa. Nataka tuone mambo 7 haya ya uchungaji uliofanikiwa. Jambo la kwanza au kipengele cha kwanza, kondoo waijue na kuitambua sauti ya mchungaji. Kondoo waijue na kuitambua sauti ya mchungaji. Kwa nguzo ya kwanza ya uchungaji uliofanikiwa au mchungaji aliyefanikiwa ni pale ambapo kondoo wanaijua na kuitambua sauti ya mchungaji. Yohana sura ya 10 mstari wa 27. Yohana sura ya 10 mstari wa 27. Biblia inasema, kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua, na wao wananifuata. Neno la kila mchungaji. Unaweza kasimama mbele ya kondoo wake, akasema, kondoo wako Bwana alionipa wanaijua sauti yangu, na wao wananifuata. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mchungaji aliyefanikiwa kuisikia sauti ya mchungaji, si kusikia tu sauti ya kawaida, ni kutambua mamlaka ya kiroho. Anaposema kuisikia sauti, sio tu kuisikia sauti ya kawaida, lakini ni kutambua mamlaka ya kiroho iliyo ndani ya mchungaji. Amen. Kondoo anayeweza kutambua mamlaka ya mchungaji wake. Ukishaanza kuona wale unaowaongoza wanaitambua mamlaka ya kwako, ndiko kondoo wanaisikia sauti yako. Maanake hata kama alikuwa anakula, akisema anaacha kula. Kwa nini anaacha kula? Ameisikia sauti ya mamlaka. Amen. Na anafanyaje? Swala kama ameisikia, anaifuata imetokea wapi, aende akaisikilize. Amen. Halo. Amen. Halo. Amen. Halo. Amen. Sauti. Kondoo waisikia sauti yako. Na si kusikia tu, wakishasikia wanafuata. Kufanikiwa kuonesha kwamba ndani yangu mafanikio ya mchungaji aliyefanikiwa, hata kama na wakondoo wawili, washirika watatu, lakini wanaisikia, maana wanatambua mamlaka ya mchungaji wao. Kwa hata kama alikuwa na safari ya kwenda mjini, akisema mwanangu uko wapi? Nakuhitaji hapa. Yuko tayari apate hasara kwenda mjini, arudi akamsikia mchungaji wake. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa hii ujengwa kwa mambo gani? Mamlaka hii inajengweje? Watu wanaweza kuisikia sauti yako na kuifuata. Sasa inajengweje? Jambo la kwanza au moja ya Kirumi
uhalisia wa maisha ya mchungaji. Ili kondoo waitii sauti yako, wanataka uhalisia wa maisha ya mchungaji. Maana yake ishi unachofundisha, maisha yako yawe kioo. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Inawezeje kujengwa hali ya watu hawa kuheshimu mafuta yako? Ni unaishi unachokisema. Mwanangu uko wapi? Njoo saa 5 kanisani. Nafika saa 6. Shule mwita. Wanasema okay. Hakuamini sababu. Kesho kimwita atakuja. Aje. Saa 5 wewe. Waje saa 5, anakuja saa 6, anakuja saa 6. Tunaanza kupoteza mamlaka kwa wachungaji na kwa washirika na kondoo wetu, ni kwa sababu hatuishi tunachofundisha, na maisha yetu sio kioo. Ndio. Namba 2 ya Kirumi. Uthabiti wa mafundisho ya neno. Uthabiti wa mafundisho ya neno. Uthabiti wa mafundisho ya neno. Si tu mchungaji anayefanya kazi alafu leo Jumatano anashika Biblia yake anafanya hivi Isaya 45. Leo tufunze Isaya 45. Halo. Hana muda wa kujiandaa. Hana muda wa kutafuta kitu cha kulisha watoto wako. Hana uthabiti wa neno. Ni mtu anayewaza leo nifundishe Mathayo 5:8. Hilo ni msafi. Halo. Unapojua kwamba mimi ni mchungaji, una uwezo wa kuwa na uthabiti wa mafundisho ya neno. Nasema ulisimamia neno la Mungu, ulisoma, ulifundisha. Manake amejaa neno la Mungu, analifundisha neno kwa uthabiti, akilisimamia neno la Mungu. Na hawa watoto wanasema yes, huyu ndio baba yetu. Amen. Kwa sababu wanapokuja wanasikia, kwa sababu wanapokuja wanapata kile ambacho walikuwa wanakitaka. Unawezaje kukalisha watu ambao ameacha shughuli yake, amefika kanisani, afu mchungaji anacheza madhabahuni? Huna cha kuwapa. Yaani mtu ameacha shughuli kwa vosi Dar es Salaam, watu wanatoka mbali, amelipa nauli, amekuja kanisani, afakuta watu wanacheza tu. Yaani anaondoka vile alipokuja. Hauwezi kuona heshima ya huyu mtu. Watu wanataka kumsikia Mungu. Watu wanataka kusikia kile Mungu anasema, sio maneno, sio matendo. Wanataka wamsikie. Haleluya. Akirudi anasema yes, nilikuwa ibadani. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa unapotafuta haya ili watu waheshimu ile mamlaka, je, wanapokuja wanapata walichokuwa na kitaka? Halo. Tusikie, endelea kwaya. Ongeza, hana neno, anaitafuta pale. Ndio yuko pale anatafuta andiko. Baba muda ya neno. Tusikie. Yaani mpaka amefika hajui anasema nini. Hana cha kusema. Amen. Halo. Na watoto hao wanakiri, wanajua kwamba leo hamna kitu hapa. Leo tumepewa tu ili tu siku iende. Lakini hakuna kitu tumetoka nacho.
Tunapotaka kuwa mchungaji ambaye unaheshimika na watoto wanaisikia sauti yako, wanapokuja wanataka usabiti wa neno la Mungu. Namba 3 ya kirubi, ushuhuda wa Roho Mtakatifu ndani ya kondoo. Ushuhuda wa Roho Mtakatifu ndani ya kondoo. Wajue kabisa ndani yao wanathibitisha hakika baba huyu amejaa Roho Mtakatifu. Wana ushuhuda ya kwamba Roho Mtakatifu anamuongoza, Roho Mtakatifu anamtumia, Roho Mtakatifu yuko ndani yake. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo Waebrania 13:17 itatimia. Waebrania 13:17. Waebrania 13:17. Anasema, watiini wenye kuongoza na kuwanyenyekea. Sikia, maana wao wanakesha kwa ajili ya roho. Sasa nijiulize, wanakesha kwa ajili ya roho hizo ili watu wakutii, wakuheshimu? Maana kukesha sio kulala tu macho, akikaa nafikiria hivi, hapa tunatokeje? Yaani moyo wake unahangaika juu ya watoto wake, unahangaika juu ya kondoo, kwamba hivi nafanyeje? Yaani roho yake ina hivi natokeje hapa? Moyo wake unakesha, unahangaika, mafana nifanyeje? Roho yake inaugua, roho yake ina kitu inatafuta. Anasema wale watiini wenye kuongoza wanaokesha kwa ajili ya roho zenu. Sasa watu watako tutii, lakini je, unakesha kwa ajili hizo roho ambazo Mungu amekupa? Unapokuwa na taabu na shida zao, unawajali? Unawazia nini watu wako? Au ndio anasema hapa mtumishi, kukopa kila wakati ni kubomba. Sio kanisa huko. Hebu kama unafahamu shida mtuma pale atakupa. Anatuma hakuna kitu. Fulani Halo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ale kipengele hiki, kondoo wasipoitambua sauti yako, nini kinafanyika? Kondoo wasipoitambua sauti yako, yako mambo matatu yatatokea kwako. Kondoo wasipoitambua sauti yako kama mchungaji, watafanya nini? Namba moja ya Kirumi, watatafuta sauti nyingine. Ndio govu naanza, unachukua shirika wako hawajui, wanaitafuta sauti. Kondoo watatafuta sauti, maana wanataka waongozwe, lakini hawaijui, hawaisikii, hawaitambui. Wanachofanya, wanaanza kutafuta sauti ya mchungaji mwingine, kwa sababu huyu hana wajakizi yale mahitaji ambayo tuko tunahitaji kwao. Kwa watatafuta sauti nyingine, waitafute, watatangatanga, atatoka hapa, anatafuta. Akifika akakuta mahali roho yake inashiba, anatambua majukumu ya huyu, atakaa hapo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninaongea na mtu hapa. Namba 2 ya Kirumi au namba 2 tunatoka andika sawa. Bwana Yesu sasa, watapotea kirahisi. Watapotea kirahisi. Watapotea kirahisi. Andika kwenye mabano, watasikiliza sauti za wachungaji wengine kwenye mitandao, zitawapoteza. So roho yake inahangaika, anaitafuta sauti ya mchungaji, haipati. Watafanya, watatafuta. Ni rahisi kupotea hawa, maana hawana, niambie mwenyewe, ng'ombe au kondoo ambao hawana mchungaji, ataenda, watapotea tu. Watapomana hayuko
anayewachunga, hayuko anayewaangalia, hayuko anayewapigia simu, mwanangu umeamkeje, unaendeleaje huko kazini, mwanangu. Hasikii sauti ya nani? Akiwa yupo kwenye shida, anataka isikie sauti ya nani? Anauguliwa, anaumwa, hasikii sauti yoyote. Anakaa hospitali mpaka anamaliza, anarudi, hakuna mtu aliyempigia simu, hakuna mtu aliyemtafuta. Halo, ni rahisi kupotea kirahisi huyu. So haisikii sauti ya mchungaji. Wakati huu anahitaji sauti ya baba. Mwanangu unaendeleje? Mwanangu unaishikieje? Ukoje? Vipi hali yako? Ni mtu ambaye baba asante. Yana hahitaji hela, anahitaji tu ile faraja. Umeamkeje? Asante kunikujulia hali, asante kunikumbuka. Hata mimi nakumbukwa. Mtu mmoja amekuja kanisani, baada ya mimi si chochote, nimezi ibada, nikaenda kumchukua mtoto wake nikamkumbatia. Amerudi aliyemleta akasema hivi kuna wachungaji kama hao duniani wamebakia. Amembea mtoto wangu akamkumbatia. Nimekaa pale nilipokuwa hapo, hajawahi hata kumshika, hata kunipa tu mkono aliwahi. Kuna amerudi tena huko huko. Halo. 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 Kuna washirika, kuna watu wanaofika nyumbani kwao, huko juu hata anakaa wapi, hujawahi enda. Siku ya toka zangu Bagamoyo nikapita njia hiyo ile, utafikiri kutoka nyumbani. Nilipofika hapa, akasema, "Mchungaji amekuja kwangu." Mimi, maskini mimi. Halo. Nataka tumkutane kanisani. Mambo kwapi? Wewe unafika kanisani. Moyo anakwambia Raumu, tunafika kwa nini? Hujui mama watu kule yupo kwenye shida. Ile wewe unataka kufika wapi? Unaweza kumtembelea, alafu anataka aisikie sauti yako, alafu bahati mbaya anatokea hata mtu ambaye hana hata Mungu. Ile kaonesha tu amekizi yale mahitaji yake. Ninaishi huyu kupotea, uko basi bwana nipotelee pote. Maana hata kunijali na mchungaji wangu ambaye hata anijali. Ninaishi huyu kupotea kwa sababu haisikii sauti ya mchungaji. Askofu ngapi watu wanakiona kwa kanisa yao? Umekuwa askofu miaka 10, 15, hata wewe fika kwenye kanisa kisa maskini kwa kijiji. Akitokea mwingine pale anamsaidia, na mama kwa nini hawaiki sauti. Mimi hanitembele mimi na nini? Anatembelaka tu kwa kanisa yenye hela. Sio wanasema hivyo. Kwa nini? Lazima hawatuheshimu. Hawajui sauti ya mchungaji. Yeye anajua kwa mafungu ya 10. Na vipi mwezi huu sijaona mama na msijaona mama. Kazi yake sijaona nini? Swala wana kufa na njaa zako wewe kufa. Yesu Mungu aliyosema. Haleluya. 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 Usipoisikia sauti ni rahisi kupotea. Kuna wakati anahitaji sauti ya mchungaji. Kuna wakati anahitaji faraja yako. Wewe kama kiongozi, wewe kama mchungaji, anakuhitaji huyo kondoo ili aione ile mamlaka ya kiroho iko ndani yako. Lakini wewe ni mtu wa kutaka watu, lakini shida zao hazikuhusu. Sahau kuwa na watu. Sahau watu kuongezeka. Watu wanahitaji kupendwa. Watu wanahitaji kujaliwa. Watu wanaonekana wao ni watu wanastahili, na wanaonekana hawastahili, hawafai kwako. Unasema cha nini? Unataka kupata nini? Wakati wao unasema akifai, yuko mtu ameitwa atafanya hiki, utabaki ugomvi. Bwana Yesu asifiwe sana. Piga Yesu makofi kama unanielewa. Kwa hiyo mambo ya msingi sana ya kuangalia. Lakini pia namba 3 ya Kirumi, nini kitatokea? Watakuwa na roho ya uasi. Roho ya uasi itajengeka ndani yao, kwa kuwa hawakuelewi. Watakusaliti tu, wataasi tu,
Ikitokea mtu atatoka tu kwa sababu anaona hatumwelewi mchungaji, shetani anaishi kupanda nini ya uasi ndani yao. Kwa tunapozungumzia kama mchungaji, mafanikio ni jambo la muhimu sana ili kulizingatia. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Andika, sauti ya mchungaji lazima ifanane na sauti ya Kristo, vinginevyo kondoo wa kweli hawataifuata. Hello. Andika pointi hii. Sauti ya mchungaji lazima ifanane na sauti ya Kristo, kwenye mabano, vinginevyo kondoo wa kweli hawataifuata. Hata ungefanya nini, wale kondoo wa kweli, wale kondoo ambao wana Mungu wa kweli, wanaifahamu Mungu wa kweli, hawatakufuata. Ila sauti yako ikifanana na ya Bwana wao, haleluya, ikifanana na ya Mungu wao, watakufuata. Kinyume na hapa hawatakuja, kwa sababu Yesu anasema kondoo wangu waisikie sauti yangu, haleluya, na wao wananifuata. Sasa hawaisikii ile sauti ya Kristo, wanataka waisikie kupitia wewe. Ule upendo wa Kristo wanataka kuuona kupitia wewe. Ile furaha ya Kristo wanataka kuiona kupitia wewe. Ile amani ya Kristo wanataka kuipata kupitia wewe, haleluya. Ule uvumilivu wa Kristo wanataka wauone kupitia wewe. Ule utu wema wa Kristo wanataka wauone kupitia wewe. Wakiuona wanajua, hapana, hii ni sampuli ya Bwana wangu, watakuja. Kwa sababu anaijua sauti ya Bwana wao. Haleluya. Si kama naongea na mtu hapa. Naongea na mtu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa anasema kondoo wa kweli utawapata wale ambao hawaeleweki, lakini wa kweli. Sio kama kuna Mariamu wachunguzi. Sauti ni namna gani? Hii salamu ni namna gani? Basi Yeremia. Mpaka roho hata kujieleza, au unajua mimi ni malaika nimetumwa, mpaka sauti ya namna gani? Basi Yeremia. Halo. Naongea na mtu hapa. Naongea na mtu hapa. Wewe kama kiongozi, ili hao watu wakufuate, watoto wa haya aliyekutuma wanamjua, wanapoona upendo, maana yeye ni upendo, haleluya. Yaani wakiona upendo wamemwona Mungu. Mungu ni upendo. Sema kuna Yohana, maana Mungu wetu ni upendo. Unapodhihirisha upendo, unamdhihirisha Mungu aliye upendo, haleluya. Mungu ni utu wema, anajua kusaidia watu. Unapowasaidia watu, maana yake umesimama badala ya Mungu, wataifuata. Amina. Bwana asifiwe. Kanisa Bwana asifiwe. Kanisa Bwana asifiwe. Kanisa Bwana asifiwe. Kanisa Bwana asifiwe. Kwa mafundisho yako yasipoendana na kile Yesu ameagiza, hawatasikiliza. Lazima mafundisho yako ambayo waelezea yaendane na kile Bwana wao ametamka, na kile Bwana wao amesema, ndipo itakuwa rahisi kukufuata. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Utawafunga kamba, watakuja wenyewe. Mungu atawaleta wenyewe, kwa sababu wameiona. Ndio sasa hivi kanisa, sasa hivi ni raha, kwa sababu waovu wako wengi, wako wema wachache. Wako katika wale wachache wale, Mungu atawaunganisha kwako, hata uwe wape. Wako watu wanamtaka Mungu wa kweli, lakini wajua mpaka wapi. Ukianza kumleta Mungu, atawatoa, atawaleta kwa Mungu wa kweli. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Shida kwa ukitaka ushindane nao, ukimzana nao hutaweza. Rudi kwa Mungu, iongee kweli. Walio wa kweli watakuja wenyewe. Hawataangalia una nini, wataangalia unakaa wapi, wataangalia unasali wapi, maana wanaitaka kweli. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kipengele cha pili, nguzo ya pili.
Nguzo ya kwanza, kondoo waijue sauti na kuitambua sauti ya mchungaji. Ya pili ni mchungaji lazima awatambue kondoo wake. Ya kwanza nilisema kondoo waijue sauti nani na kuitambua sauti nani. Lakini ya pili ni nini? Ni sasa mchungaji lazima awatambue kondoo wake. Moja, wao waitambue sauti yako. Lakini mbili, mchungaji awatambue kondoo wake. Nisoma ile Yohana, utaisoma 10:27, maana wanaijua sauti na mimi na nini? Nawajua. Na wao na nini? Wananijua. Haleluya. Kwa lazima wajue. Na wajua. Na mimi ninawajua. Yohana 10:27. Sasa andika Kiswahili. Kumjua mshirika ni zaidi ya jina. Kumjua mshirika ni zaidi ya jina. Kumjua mshirika ni zaidi ya jina. Yako mambo manne. Namba moja, sio tuna fulani Joni, yako mambo zaidi ya hilo jina. Kumjua Kristo mshirika au kondoo wako ni zaidi ya jina lake. Moja, kujua hali yake ya kiroho. Kujua hali yake ya kiroho. Mchungaji mwema anawajua kondoo wake hali zao za kiroho. Sasa hivi kanisa langu inaendeje? Wanashuka, wanapanda. Huyu mtoto huyu alipokuwa ameanza na hapa alipo, mbona hatua zake zinarudi nyuma? Mbona sio yule wa jana alikuwa akisimama kuimba naona mafuta? Nini kina msimu huyu? Yaba ana kitu ambacho kinamfanya yale mafuta alikuwa kiashiria kiimba, alikuwa kiashiria kihubiri. Nini kina msimu huyu mtoto huyu? Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Kujua hali ya kiroho. Ni lazima ujue hali ya kiroho za kondoo wako. Saizi wanahitaji nini? Saizi wanataka nini? Jua hali za kiroho za kondoo wako. Wakati huo tunahitaji maombi. Maombi ya namna gani? Tuna wiki la maombi la uamsho, wiki la maombi la matengenezo, wiki la maombi la nini? Wakati wanahitaji nini? Wanahitaji mtu gani ambaye ana kitu gani ambacho akikileta hapa kinaweza kuinua roho zao? Haleluya. Ana uwezo, anajua wakati huu wanahitaji nini. Wale ambao kusema mbona watu wanalima, kipindi watu wanapalilia, wewe unaweka harambee. Wakati watu wana njaa wanalala nini? Watangaza mchango hapo kanisani. Asipotoa kuna kitu hapa wala haina hata roho. Naambia huduma iko hapa hata ikutoa. Umejua wakati gani unaotaka huo? Alo. Hali zao za kiroho zikoje? Kwa nini ni kipindi gani hiki? Niweke nini? Wakipindi ambacho watu ndio wako mashambani wanaangalia kuvuna, wao wanaweka semina. Semina hii watu hawatakuja. Wakati huu kuna mama ataba niende nao baada ya saa 10 itamia saa 1 mpaka saa 3. Haleluya. Mtu afanye shughuli zake, afike nyumbani hapa tampata. Lakini muda huu ni anajua hali za kiroho za kondoo wake. Wanahitaji nini wakati huu? Amina. Bwana asifiwe. Naongea na mtu mmoja hapa. Naongea na mtu mmoja hapa. Mchungaji, mtumishi wa Mungu. Jambo la pili. Sio mmoja tu. Mapambano yake. Yaani hali anazopitia kondoo. Yaani changamoto zake, mapambano yake anakutana nayo. Jua, tambua. Najua huyu mtu hapa ni kiongozi, lakini mume wake hajaokoka. Si ndio? Ana vita. Hata kuja kwake tu kanisani tena anaiba. Si ndio? Lakini wewe unamtaka muda ule. Kumbe mwenyewe anataka kuondoka, mzee ndio yuko hapo. Kwa fikirisha baba sasa kanisani anataka kwenda, lakini zile limekaa hapo. Mpaka mzee aondoke choropoke, atakuja amechelewa. Unafika, angalia sasa. Eti kiongozi angalia. Juu mapambano
akimpoteza huyu unalia. Ni wewe baba hujui. Jua mapambano yake. Jua anapitia nini. Jua changamoto zake. Tunafanyaje kuzitatua? Unafanyaje kumsaidia kutoka hapo? Huyu mtu ni kweli ameolewa, ni kweli ameoa, hajaolewa. Kila mmoja kanisani hapa changamoto zimetofautiana. Mwingine changamoto yake ni ndoa tu, lakini maisha mazuri, ana fedha. Unahitaji hela, anahitaji tu. Unamtoaje kwenye hii changamoto? Unampa mbinu gani? Maombi gani? Ushauri gani umsaidie ili wabaki naye? Lakini mchungaji wa kweli wa Kristo ambaye Baba anasema kondoo wangu na wapa wachunge, wanajua. Kondoo. Mungu asifiwe. Amen. Mungu asifiwe. Amen. Mungu asifiwe. Mapambano yake lazima ujue. Fahamu changamoto zake. Sio ni mtu tu kutaka kanisani tu. Basi ujui anakutana changamoto gani? Pata muda, jua hali yake. Tembelee nyumbani kwake, mpigie simu. Jua mchungaji, inaendeleaje na huduma huko? Hata kumpigia simu mchungaji wako. Vipi huduma baba huko? Najua yani hali ni ngumu. Anataka asikie maneno kutoka kwako, yamtie moyo, yamuamshe imani tena, aendelee tena. Haleluya, haleluya. Lakini tunao baba wengi hawajui changamoto za watoto wao. Amina. Ili uwe mambo saba ya kumfanya mchungaji aliyefanikiwa. Anajua tabu za kondoo wake, changamoto anazijua. Jambo la tatu, ukuaji wake. Anajua ukuaji wake. Je, tangu umekuwa naye anaongezeka kiroho? Anakuwa, anabadilika? Ukuaji wake. Lazima ujue ukuaji wake. Bwana asifiwe. Jua ukuaji wake. Huyu mtu tangu amekuja hapa kanisani, tangu kahamia hapa, kama amehamia, kama ameokoka, tangu alipookoka, vipi ukuaji wake? Anaongezeka? Kuna kitu kinaongezeka kwa huyu baba, kuna kitu kinaongezeka kwa huyu binti, kwa huyu mama. Je, ukuaji wake ukoje? Alikuja hajui kuomba, bado na hali ile ile, nikimpa hiki bado hawezi. Jua ukuaji wake. Huyu ndio mchungaji mwema. Huyu ndio mchungaji wa kondoo. Anajua hali za kondoo wake. Bwana, kondoo wangu anakonda, anatafuta marisha. Sema anajua hapana, ukuaji wao sio sawa. Ilikuwa baada ya miezi mitatu huyu kondoo awe anapandwa. Ilikuwa baada ya miezi 6 ndio hapa napata hiki. Mbona sijapata hiki? Kuna kitu kimepungua. Ukijua ukuaji wake, kama ni wa taratibu, itakuwa rahisi kumsaidia. Pigia Yesu makofi kama naongea na mtu hapa. Jua ukuaji wa kondoo wako. Jua, fahamu, tambua. Kila aliyefika pale kanisani una uwezo wa kujua anaongezeka au anapungua. Ukiona anaongezeka utaelewa, maana mchungaji wa kweli anajua. Sema anajua. Sema anajua. Sema mchungaji wa kweli anajua ukuaji wa kondoo zake. Petro, lisha kondoo zangu, tunza kondoo zangu. Umepewa kuwalisha, umepewa kuwatunza. Huo ni wajibu wa mchungaji wa kweli. Lisha kondoo wangu, tunza kondoo wangu, hakikisha wako salama. Sasa anajua ukuaji wake. Na watu kanisani na miaka 10 hawezi chochote, yuko tu hapa kanisani. Wewe mchungaji wewe, afu ndio uombe maji, hata kuombea maji hawezi. Kama sasa kama kashimbakani, yani tumepitia hapo juzi hapo, akaongoza mama yako, familia nzima wanajua kameokoka. Amen. Basi baba alimwambia ndugu zangu, mama yangu anaishi madawa ya kienyeji, napambana roho yake ingie mbinguni. Nisikie mtu anamwambia baba, achana mama yangu. Halo. Mimi mtumishi wa Bwana. Haleluya. Hii ngoma niachie mwenyewe. Hii niachie mwenyewe nimalize salama na mama yangu. Haleluya. Anajua lazima uone amekuwa. Unasikia raha, nimeshuhudia mtu huyu, nimeombea mtu huyu. Baba, unasikia raha. Yule uliyemuongoza sala ya toba, yule sasa hivi unaona analeta mavuno kwa Yesu. Unajisikia raha. Ameenda mmoja, sasa tuko 5.
sababu tunaongezeka, hawa wanakuwa, hawa wanaongezeka, hawa unasikia raha. Akitoka amekaa mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, mwaka wa tano, mwaka wa 10, yeye yuko vile vile. Halo. Jua ukuaji wa kondoo wako. Uone mabadiliko. Unasikia raha. Baada ya mwezi mmoja alikuwa peke yake, hata kama peke yake unakuta ni kwa lipo nimepitia pale. Toka mlimani Rombo. Pita pale kwa mchungaji. Sasa hivi kanisa limepigwa plasta. Choo kimejengwa. Lakini wako watu 3 4 hapo. Kuna jeshi na mtu mmoja inapiga kazi. Haleluya. Unaona huyu ni kondoo huyu anakuwa huyu yuko vizuri na maono huyu. Sio wengi, ni maono. Haleluya. Lazima uwe na kitu cha kuona. Hivi ndivyo ambavyo Baba anaisikia vizuri. Haleluya. Kwa hata wewe lazima ujue kondoo wako wanakuwa au wamedolola, na kama wamedolola nitafute chakula gani cha kufanya wakue. Nimependa ile msema. Mungu akubariki. Amesema hapa alikuwa na game ilifika 900 na ngapi? Sasa kuna game alicheza afu roka mwambie, unaona? Kilo kimeshuka. Unajijua tu mtu kama kile kinashuka, unajijua kama kimeshuka. Kile vizuri unajua niko vizuri. Hivi unajua hapa naenda tu Bwana mtie nguvu. Amen. Hili kimenishusha kagundua. Sasa wewe kuanzia leo unikome tena unikome ukakomeka. Amen. Haleluya. Lazima ujue kitu gani kinaondoa ushirika wangu na Kristo. Kitu gani kinanipunguzia nguvu hata siwezi kujua kondoo wangu. Mungu nisaidie. Anza kupuluni, urudi mwenyewe ili uanze kuwatambua kondoo wako. Piga Yesu makofi. Haleluya. Kuna usisha kuacha. Kuna kuacha hapa kuna kazi uchungaji. Amen. Kuacha mambo. Mnang'ania. Na acheje sasa. Kilo kinaishi mnang'ania tu, uko nacho tu. Mnang'ania tu. Nzenga. Mnang'ania tu. Kuna vitu lazima uache ili ubaki, ili vitu viende. Haleluya. Kuna amesema kuna usisha kuacha. Amen. Acha afu ndipo uende huko. Sasa watu wamekubali wito lakini kuacha hawataki. Ndio tanzi hapo. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo la 4 anasema vipawa vyake. Ujua vipawa. Anazungumza hapa. Baba mzuri. Nimeambia na roho ya heri ya kumuonesha kwamba hapa sio hivi, hapa ni hiki. Muoneshe kipawa chako ili kikue. Cha uimbaji, mwanangu una kipawa lakini ili kikue, mpe namna kukua. Amen. Una kalama ya kinabii. Ili kalama ikue ndani yako, lazima ufanye. Unawekea mazingira, una kalama ya kuimba, una kalama ya kufundisha, hata kumwekea mazingira ya kumwandaa kanisani, taratibu kwenye vikundi. Kumbe huko unamwandaa, ila ana kalama huyu, atanisaidia kanisa kesho. Leo wewe ni mzima, kesho utasafiri. Bali wengine hawezi kusafiri, ana mtu kumwacha kanisani, utaenda wapi? Ukienda ukirudi, lakini ukiandaa watu wengi ndani ya kanisa, hata unapotoka huduma zinaendelea, hata unapoenda huduma zinaendelea. Nini? Umeandaa watu. Haleluya. Usikubali mtu mmoja. Kama kuna waimbaji, hakikisha unaandaa waimbaji wengine wako bila kumpa aimbe siku moja. Utajua kama na kipawa kabla ya kuimba. Leo wote pitani mbele. Wote mbele hapa. Kila mmoja tupe wimbo mmoja hapo. Tusikie, unasikiliza. Kumbe unatafuta vipawa. Sema amina. Amen. Hata hivyo ovyo kitu hivi takuiba. Nasikia amen. Unagundua hapo kwa mbali. Haleluya. Sasa nianze kukanda taratibu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Si kama naongea na mtu anajua, huyu mchungaji mwema anajua vipawa, anavielewa. Anasema kuzaa vipawa vya kondoo, yaani kukuza vipawa vya kondoo zako. Leo huduma lingi zinakufa kwa sababu watu hawajui. Una mtu ambaye kama uponyaji, wewe utafuata, wewe kazi yako una kama uponyaji mchungaji. Inua mwenye karama kusaidia kazi. Haleluya. Amen. Unaangalia tu mwenyewe, kuna mwingine akifika tu papa. Ngome imeenda. Mpe nafasi. Wewe kwenye kwako. Basi unajua naenda kuombea ibada. Mwambie huyo,
amekuletea wakusaidie kazi. Kwa sababu utakufa mapema. Kaambiwa Musa, utakufa mapema. Hata kama sio chochote na Mungu mwenyewe. Vyote na Mungu wewe, utakufa mapema. Utakufa. Akona hapa na mwaje mtoto wangu jana, anataka kujana hapa. Wewe, kama tukumu, Bwana asifiwe. Maana inua vipawa. Jina la Bwana libarikiwe. Kumbe walikuwako wazee lakini hawaoni. Alipoamua Bwana akamuinulia watu wazee wakasimama kuanzia wa 1000 wa 500. Yeye akasema umo vimo. Yaani umo vimo ni sisi kuinua vipawa vyetu wenyewe. Tuinue vipawa. Haleluya. Sio hawa hawezi kuona. Tuinuane vipawa. Pigia Yesu makofi. Pigia Yesu makofi. Kama taanga kwa kukosea, usimwambie angalia sasa. Angalia sasa. Mwambie umefanya vizuri mwanangu. Kumbe unaweza. Hakika wewe unaweza. Sasa kesho jiandae tena. Hapo ufanye hivi. Kesho anakuwa mzuri. Nakosea unamuongeza. Huyu baada ya mwaka ni chombo kinachomfaa Bwana kwa kila kazi iliyo njema. Hii ni sifa ya mchungaji mwema. Ili uwe mchungaji mwema, uwe mchungaji lazima na uwezo kujua vipawa vya watu. Usiue. Kama nimeota ndoto, nimeota ndoto. Ndoto imefanya hivi, imetimia. Katupaka nini hapa? Moyoni sikamia hapo. Na kuna kesho kama sisi nimefanya hivi. Kama Mungu ameniletea jicho kanisani. Wewe majicho na yaua. Wewe ndio sio jicho. Kuna jicho, Mungu analeta jicho kanisani ili nikusaidie usiende. Mungu ameniambia usiende. Hiyo safari. Jicho nimeona siende. Niko roho. Haleluya. Haleluya, haleluya. Hiyo nzuri hiyo. Pigia Yesu makofi. Kuna jicho nimeona. Aona hizo kaleta mtu. Mchungaji umeleta mtu. Umejua kuna Mungu anaambia yule sio. Halo, sikiliza maana wewe una jicho hilo. Mungu amekupa jicho likusaidie kukuonesha njia. Lakini kuna mwingine ana sikio, anaweza kumsikia haraka Mungu kuliko wewe. Haleluya. Amekuletea ili kukurahisishia kazi wewe mchungaji. Haleluya. Msiue vipawa vya watu. Amina. Siue vipawa. Tumeua vipawa. Tumeua karama za washirika. Alafu naandika Mungu nipe. Mungu amekuletea wakusaidie kazi. Haleluya. Furaha unapoona wanainuka. Furaha unapoona wanafanya vizuri. Sasa baba nimekuwa niondoke mimi mwanangu kwa amani zote. Nenda kamwacha endelee. Ukiona hata kama anaendelea kuko wewe, usiende kumpiga vijembe, unafurahia. Maana kufanikiwa kwake ni kufanikiwa kwako. Piga Yesu makofi. Lakini baraka zako, gari lako liko kwa wewe shemasi. Ukimtunza vizuri huyo akiinuka, ana gari lako atakuletea. Mungu atapitishia kwako, atapitishia shemasi aliyezalauliwa. Piga Yesu makofi. Haleluya. Huko ndiko faida. Amen. Nyumba yako iko kwa mtu ambaye unamdharau. Akiinuka huyo, akifanikiwa huyo, atamkumbuka baba. Atamtendea Mungu. Ndio. Piga Yesu. Nyumba ni nyumba, kwa hiyo upewa hilo. Amen. Amen. Umejengewa wote nini? Nyumba. Haleluya. Kwa hiyo sisi imetoka wapi? Mungu anajua. Wow. Haleluya. Amen. Ukimuinua huyo akafanikiwa, kesho utamletea ndege. Kesho utakuletea gari. Kesho utakufanyia hiki. Umesikia sema walienda kuhubiri watoto huku wakapiga nyumba bati. Tunaweza kuona hawa waliowafundisha ndio hawa ukikuza vipawa vyao vikikua wakawa watu wakuu, ndio kesho watakusaidia hao. Ndio kesho utalala utakula vizuri na uzee wako utamaliza salama. Piga Yesu makofi. Haleluya. Kwani muhimu sana. Ni muhimu sana. Mithali 27:23. Mithali 27:23. Tumalizia tu kipengele cha pili. Mithali 27. Soma 23 kama mpaka haraka unasoma. Mithali 27:23. Mimi natafuta na wewe unatafuta. Wote hapa ni walimu. Haleluya. Amen. 27:23 Mithali. Ndio. Kwenye mstari wa 23 Biblia inasema, ndio. Fanya bidii kuijua hali ya makundi yako na kuangalia sana ng'ombe zako. Unasikia? Fanya nini? Fanya bidii. Kufanya nini? Kujua hali ya makundi yako na kuangalia sana ng'ombe wako ili upate maziwa. Kazi yako
yako ni kuangalia sana. Huyu ng'ombe amekuna maji, huyu ng'ombe amepigwa sindano, huyu ng'ombe. Yaani unapoangalia sana watakujali sana. Haleluya. Uwe na bidii. Bidii inaonyesha bidii ya kuwachunga, ya kuangalia hao kondoo. Je, wewe unafanya hivyo mchungaji? Agizo la Mungu linasema uwe na bidii kuangalia sana kondoo wako. Je, unafanya hivyo? Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sema nifanye bidii kuijua hali ya makundi yangu, hali ya washirika wangu. Wewe fanya bidii ujue hali ya washirika wako. Jua wanapitia nini. Fanya bidii. Sio mpaka kwambia mimi naomba kusema msitendo ndio pamoja fema ni wako. Unaona nakaa hapa. Msaidie. Haleluya. Unajua hali ya washirika wako. Fanya bidii. Sio kazi yao, ni kazi yako wewe mchungaji kujua hali za kondoo wako. Maana hao ndio wamekupa. Anasema sio kondoo tu, anasema na kuangalia sana ng'ombe wako. Unataka maziwa ng'ombe umeishi. Alianza na lita 5, zimeshuka 4. Zimeshuka 3. Zimeshuka 2. Zimeshuka 1. Ng'ombe imezimwitwa anatoa ni moja. Utampenda ng'ombe? Kabisa anabaki nusu mara hamna kabisa. Ukifanya hivi hamna kitu. Anatoa nini wakati yake? Pumba unakula mwenyewe. Toa hela kamnunulie pumba. Bwana asifiwe. Sema hapa, nunua Biblia wapa shirika wako. Siasi ng'ombe wako hawa. Haleluya. Fanya hivyo, wasaidie wanapokuwa na shida. Ndio kujua hali zao, na ukizijua ujue namna ya kuwatatulia, ya kuwasaidia kutoka. Jua hali za kondoo wako, jua hali za mifugo yako. Usitake maziwa mahali ambapo hakuna maziwa. Wape wale, wape mashudu, wape pumba, wape majani, wape maji. Jioni nenda tano zinajaa kumi. Hebu unasikia raha. Wala kumwangalia unasikia raha. Unajua mambo yananenepa, hata unasikia raha kumwangalia. Lakini kama amekonda, mifupa tu hivi. Kinaangalia kama hivi mekaje vile. Sina ni zaidi. Alinenepa. Huku kimekaa hivi. Atakaa hapo na anatoa pale. Mambo jioni. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa Bwana asifiwe. Jamani pigia Yesu makofi. Haleluya. Kwa fahamu tumalizie kipengele hiki, mchungaji asiyewajua kondoo. Ni kile cha pili, kipengele kingine, mchungaji asiyewajua. Tumeona anayewajua kondoo, sio? Sasa mchungaji asiyewajua kondoo, yako mambo matatu alafu nitaishia hapo. Malizia hapo. Mchungaji asiyewajua kondoo. Moja, hawezi kutoa huduma sahihi. Mchungaji asiyewajua kondoo. Moja, hawezi kutoa huduma sahihi. Hawezi kutoa huduma sahihi. Hawezi kutoa huduma sahihi. Kwa mfano, hujui mtu amekula maji shiba. Utampa chakula sahihi? Ameshiba na kutoa kitu. Tunaharibu. Ukijua ana njaa, ndio kama ana njaa, niongeza maji. Amen. 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 Hii ugali wangu nikisonga, kama unajua leo baba ndiye inamuuma, hawezi kuweka jana. Ukijua shida yake, ni rahisi kumsaidia. Amen. Piga Yesu makofi. Ndio anasema hapo, hawezi kutoa huduma nini? Sahihi, kwa sababu hajui sahihi. Bwana asifiwe. Amen. 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 Bwana asifiwe. Hajui saizi wanataka nini na wale chakula gani. Si hajui. Amen. 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 Kwa wakati huu ng'ombe wale nini na wakati gani au chakula gani wakati huu. Kwa lazima asiyejua hawezi kufanya jambo la pili. Jambo la pili. Kwa jambo la kwanza hawezi kutoa huduma nini? Kwa nini? Kwa sababu hajui sahihi wanataka nini au wale chakula gani. Lakini jambo la pili, kwa mchungaji asiyejua kondoo, hawezi kuponya jeraha. Huwezi kuponya jeraha usilolijua. Huwezi kuponya jeraha usilolijua.
ijue. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Maana yake nini? Weka kwenye mabano. Kama hujui matatizo yao, utawasaidiaje? Hujui matatizo yao, utawasaidiaje? Na wewe hujui. Kama huyu anahitaji nini? Hujui majeraha yake ni yapi? Mtu anasema tu anafanya, unamsaidiaje huyu? Amen. Huyu mwanafunzi ana namna ambayo anatakiwa umfanye maisha ya mwanafunzi. Lazima ujue ndani ya kanisa lako na watu wa aina gani. Usihubiri kama wote ni kuna watu wengine lazima namna ya kuongea nao ujue. Mungu anakuletea watu. Amen. Jua anahitaji nini? Hivi sasa wewe injili yako ni umaskini tu, wewe tajiri. Kaja hapo tajiri. Unamhubiria nini? Kaja sasa yeye hahitaji kufanya barikiwe. Ameshabarikiwa. Jua matatizo yao, jua majeraha yao, na kuwasaidia. Lakini usipojua, anasema huwezi kuponya jeraha usilo lijua. Kama hujui matatizo yao, utawasaidieje? Mbona shida ya mchungaji ambaye hajui kondoo? Kwa anatibu mguu, kumbe anauma sikio. Ndio ile juzi mlisikia yule Muhimbili, wakafanya operation ya kichwa kupelekea nini? Ya mguu. Sasa mtu anaunguza kichwa kati sio nini? Unatibu hiki kumbe anauma kingine. Jua tatizo lake. Utajua ama daktari wako hapa. Amen. Sasa mgonjwa ongee au wazi ili amsaidie. Amen. Akishajua wakati unaongea anajua dawa gani. Anajua sana na daktari. Unaongea mimi hapa kichomi. Hapa unaongea na andiko. Rafiki anaandika kwa maana wewe unajua anachoandika kama korokoro tunajua. Ampe anajua kuwe dawa gani. Haleluya. Amen. Bwana kwa sababu anajua tatizo lako. Ndio maana ugonjwa ukitokea bono watu wanakaa wana sayansi, wanatafiti dawa ili wajue tatizo la hili. Uweze kutibu kitu usizokijua. Sasa ni wewe mchungaji, haujui tabu za washirika wako, utawasaidieje? Haujui tatizo la kiroho la mji uliopo, utatokeje hapo? Jua mimi ni mchungaji. Ongea mambo ya kiroho sasa. Niturudi kwenye utumishi wako. Ujue ili eneo lililopo haleluya. Ili ujue eneo lililopo pana roho gani inatawala, niweze kuishughulikia, niwaachie watu wao. Kwa lazima ujue hali ya mji huo, ni watu wa namna gani, wamekamatwa na roho gani, ili waanze kupambana nazo. Unapiga hiki kumbe wewe wako huko. Amen. Kuna roho imekamata wa mji. Kwa hata pia washirika wako watambue, huwezi kuwasaidia watu usiowajua. La mwisho la tatu, huwezi kukuza usichokitambua. Huwezi kukuza usichokitambua. Unakuzaje na wewe ukitambua? Huwezi kukuza usichokitambua. Kama hujui vipawa vyao, huduma zao, utawasaidiaje? Unakuzaje sasa? Hujui kama wewe ni mwalimu, hujui kama wewe ni mwinjilisti, hujui kama wewe ni nabii, hujui. Unamsaidiaje? Uweze kujua usichokijua. Ujue mtu ana kitu fulani, utamsaidia kukua. Sasa hujui, utakumpa nafasi. Utaki kujua, ni mshirika tu yuko hapo. Amesema hapa nimeshakulia. Kama hakuna mtu aliyezaliwa hana kitu cha kufanya, hakuna. Kila mtu ana kazi. Unaweza kaa ni magamba, yale magamba ni dawa. Unaweza kaa wewe ni tawi, unaweza kaa wewe ni mizizi. Wewe hapa una kazi. Kila mshirika nyumbani mwako, nyumbani mwa Mungu anacho cha kufanya. Ni wewe hujakijua, ndio maana amekaa tu. Siku utakapokijua utashangaa. Kuna watu wa maana sana hapa. Amen. Jua, tambua. Lakini kama huwajui utawasaidieje? Kama naongea na mtu mambo ya roho, si kama naongea na mtu. Utaona huduma ni ngumu, lakini ukiyafanya haya itakusaidia. Amen. Kumbuka wito wako, usisahau. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sema Bwana Yesu, ninakushukuru kwa siku ya pili ya semina. Niko hapa Bwana. Nimekubali upruni. Nimekubali unitengeneze. Nimekubali mimi ni ubao, nimekuja na makunyanzi. Nimekubali unilande
uninyoshe vile utakavyo, vile utakavyo, vile utakavyo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ufahamu wangu, akili yangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tulia ni mikono ya Bwana, nimsikie Mungu. Ufahamu wangu, tulia. Akili yangu, tulia. Nataka kumsikia Bwana kwa jina la Yesu. Nisaidie Bwana kukuelewa, nisaidie Bwana kukusikia kwa jina la Yesu. Sema kitu kwa Mungu dakika moja tu, mwambie Mungu kitu. Tangu jana tumeanza kuwepo hapa, tumesikia asubuhi na wakati huu. Mwambie Bwana kusaidie katika jina la Yesu. Mwambie Bwana kusaidie katika damu ya Yesu. Akupe kuona neema wiki hii kwa jina la Yesu. Akupe kuona neema wiki hii kwa damu ya Yesu. Yale Mungu ameyaleta kwako, acha kuona mazingira, acha roho yako kuisumbua, ikatae kumsikia Mungu. Ruhusu fahamu wako, ruhusu akili yako imsikie Bwana. Usiruhusu mazingira, usiruhusu hali zikaondoa kile Mungu ameleta ukisikie ndani yako. Mwambie Bwana nakusihi, nipe masikio ya kusikia, nipe ufahamu wa kuelewa kile ambacho nataka nitoke nacho hapa. Haujatupa nauli zako bure ili uje hapa urudi ulivyo. Hapana, ni akili yako umekataa kuisikiliza katika jina la Yesu. Hata katika makelele unaweza kulala usingize, ni akili yako tu, ni akili yako tu, ni fahamu zako tu, ni mawazo yako. Kiko kitu, maana ndani ya huyo simba ilitoka asali, ndani ya huyo simba ilitoka asali. Katika yale mazingira iko asali, iko asali, iko asali, iko asali, iko asali, iko asali ndani ya huyo simba, iko asali ndani ya tatizo, hiyo hali ngumu na mazingira magumu ya huduma, iko asali. Bwana naiona, Bwana naiona asali. Rima Santaraba, watanaona simba, watanaona mzoga, lakini aligundua ndani ya huyo simba iko asali. Mwambie Bwana nisaidie, nisaidie Bwana, nisaidie Yesu, nipe kuiona asali ndani ya simba. Katika changamoto zangu nyingi, nipe neema, nipe neema, nipe neema ya kuiona asali ndani ya huyo simba. Raba yekoto, rama ya mberebo sakata. Bwana akupe neema, Bwana akupe neema ya kumwelewa, Bwana akupe neema ya kumfahamu, Bwana akupe neema ya kumjua. Wimbe kama tenzi, asema nataka nikujue, nataka nikuelewe, nataka nikuelewe, nikuelewe Bwana, nikuelewe Bwana, nikuelewe Bwana. Nataka nikujue, nikujue kwa kina, nikujue kwa kimo, nikujue kwa mapana, nikujue kwa marefu. Nataka nikuelewe. Lima sakata. Asante Yesu kwa uaminifu wako. Asante Yesu kwa upendo wako. Asante Yesu kwa ukuu wako. Asante Yesu kwa nguvu zako. Nawaachilia mikononi mwako, nawaachilia mikononi mwako, nawaachilia mikononi mwako, nawakabidhi mikononi mwako. Asante kwa kongamano hili la Mtakatifu. Unajitwalia watumishi wako, unaandaa watumishi wako ili Bwana wakalete mavuno, ili Bwana wakaandae watu. Asante kwa sababu unalo neno kwa ajili yao. Na kushukuru Mungu wa mbingu na nchi kwa wema na fadhili zako, katika jina kuu la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye juu. Pigie Bwana makofi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Tumemaliza. Ni mnaofanya weka tuongea kwetu sasa.